Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Sport Arena, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao, ambapo mambo yanaonekana kuwa mazuri, lakini kuna taarifa moja kubwa ambayo imejitokeza kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, na mimi nikaona sio vyema ni kusogezea uweze kujua ni taarifa gani ambayo inayoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club. Taarifa nzito ambayo imetolewa leo hii kutoka ndani kabisa ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, na mimi nikaona sio vyema ni kusogezea taarifa hii uweze kujua kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi hicho, sambamba na pia usajili ambao wanaendelea kuweza kufanya kwenye kikosi chao. Yote hayo na mengine mengi utakwenda kuyapata katika taarifa hii ambayo imesheheni taarifa nyingi kemkem za klabu ya soka ya Simba Sport Club na kile ambacho wameenda kukifanya, maamuzi ambayo yamefanyika ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Ni maamuzi gani hayo? Utakwenda kuyajua hapa. Ni nani ambaye ametua kwenye kikosi cha Simba leo hii? Utakwenda kujua yote hayo ambayo yanajiri katika kikosi cha Simba. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika chaneli ya hapa, nazungumzia si wengine bali ni Sport Arena. Jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi sasa, ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, asipokuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Simba Sport Club leo hii imetoka moja kati ya taarifa kubwa za ndani kabisa, ambapo inaelezwa kwamba klabu hiyo yenye maskani yake mtaa Msimbazi, Kariakoo, Dar es Salaam, inaelezwa kwamba wapo katika mchakato wa kutafuta msemaji mwingine wa klabu hiyo, baada ya kile kinachoonekana kwamba klabu ya soka ya Simba Sport Club kupitia uongozi wake hawako tayari kuendelea tena kunako msimu ujao juu ya semaji ambaye yupo katika kikosi chao. Nazungumzia Ahmed Ally, miongoni mwa taarifa ambayo imeshtua watu wengi juu ya kile ambacho kimeweza kutolewa na mchambuzi wa soka Hans Lafel, baada ya kuweza kuweka wazi kwamba klabu ya soka ya Simba ipo tayari kuendelea kuwa na Ahmed Ally kunako katika kikosi chao. Sasa ni miongoni mwa taarifa ambayo mpaka sasa uongozi wa klabu ya soka ya Simba Sport Club hujafafanua kuliweka wazi juu ya mipango hiyo ambayo inayoendelea kuhusiana na kubadili msemaji wa timu katika timu yao ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ni miongoni mwa taarifa ambayo imechukua uzito sana katika taarifa kubwa kwa siku hii ya leo juu ya kile ambacho kimekuwa kikiweza kuzungumzwa sana na klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba juu ya yale ambayo yaliyokuwa yakiweza kuendelea kwenye kikosi chao. Lakini katika miongoni mwa taarifa ambazo zinazoendelea kwa sasa, inaelezwa kwamba ni moja kati ya sajili ambazo zinazoendelea kutikisa kwenye benchi la Simba Sport Club ni usajili wa Fiston Kalala Mayele, ambapo mshambuliaji wa kimataifa wa Kongo Fiston Mayele ameendelea kuwa gumzo kwenye dirisha la usajili baada ya kuhusishwa na vilabu kadhaa vya mataifa kufuatia kumalizika kwa mkataba wake na Pyramid. Kwa mujibu wa taarifa zinazosambaa, Mayele anahitaji mshahara wa takriban dola milioni 3 kwa mwaka, sawa na shilingi bilioni 8 za Kitanzania kwa mwaka kabla ya makato. Kiasi hicho kinamaanisha mshambuliaji huyo angeweza kulipwa zaidi ya shilingi milioni 680 kwa mwezi, jambo linaloonyesha thamani kubwa alionayo kwenye soko la usajili. Nyota huyo wa zamani wa Young Africans ameendelea kuvutia vilabu vingi kutokana na uwezo wake mkubwa wa kufunga mabao na uzoefu wake katika mashindano ya ngazi ya juu barani Afrika. Hadi sasa hakuna klabu iliyotangaza rasmi kufikia makubaliano, lakini vita ya kuwania saini yake
inaonekana kuendelea kupamba moto kweli kweli, ambapo Fiston Mayele ameendelea kuwa ni moja kati ya watu hatari kwenye lango, ambapo klabu ya soka ya Simba kama wanamhitaji Fiston Mayele, basi wanapaswa kuweza kuweka kitita cha fedha ambacho ni zaidi ya shilingi bilioni 8, ambavyo ndio kiasi ambacho kinachoelezwa. Kama Simba wanamtaka Fiston Mayele, basi wanapaswa kuhakikisha kwamba wanapata kile kinachoitwa ni shilingi bilioni 8 ili kumweka Mayele kwenye timu yao. Kwa hiyo mpaka sasa wanamsikilizia tajiri Mo Dewji atakuja na hesabu zipi juu ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Lakini tukirudi katika usajili mwingine tena, klabu ya soka ya Simba inavutiwa na kiwango cha winga Devin Titus mwenye umri wa miaka 26, raia wa Afrika Kusini, kutoka katika klabu ya Stellenbosch. Baada ya msimu huu kumalizika, wataanza mchakato wa kumsajili kwa ajili ya msimu ujao. Devin ni pendekezo la kocha Steven Baka, anahitaji kufanya naye kazi kuelekea msimu ujao 2026-27, na Simba wataanza mazungumzo mapema sana kwa wakati na Stellenbosch ili kujaribu kupata huduma ya mchezaji huyo ambaye ana kipaji kikubwa sana, inaelezwa hivyo, ambapo klabu ya soka ya Simba wanamtizama na kama mmoja kati ya watu ambao wanaweza kutua kwenye kikosi chao. Kwa hiyo ni miongoni mwa sajili ambazo zinazoendelea kuweza kutikisa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Ni kama Simba wamechachuka kwenye dirisha hili la usajili, hawataki utani na yoyote juu ya kile ambacho wanaendelea kuweza kukifanya kwenye klabu yao. Lakini pia katika taarifa nyingine kubwa, inaelezwa kwamba klabu ya Simba ipo kwenye hatua ya mwisho kukamilisha dili la nyota ya Uganda Abdul Karim Watambala, ambaye ni creative midfielder hatari kwenye ligi ya Uganda. Mchezaji huyo ambaye pia ndio MVP wa ligi hiyo na yupo kwenye nafasi nzuri ya kujiunga na wekundu wa Msimbazi kwenye dirisha hili la usajili, huku kukiwa na 90% mpaka sasa kukamilika kwa dili hilo. Watambala ni mchezaji mwenye sifa nyingi, akiwa ni mtulivu wa hali ya juu, jicho la pasi ya mwisho, huku pia akiwa na hatari kwenye mipira ya kutenga. Kwa hiyo unaweza ukashuhudia kwamba klabu ya soka ya Simba ni zaili shaili ya kwamba wameamua kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea. Lakini katika habari nyingine kubwa ni kuhusiana na dili ambalo linaloendelea kuweza kupikwa zaidi, ambapo ni Abdul Sopu na klabu ya soka ya Simba, ambapo inaelezwa kwamba mambo ni fresh, ambapo Abdul Suleiman Sopu rasmi amalizana na Simba, amesaini mkataba wa miaka 2 baada ya kuhudumu Azam miaka kadhaa. Sopu anajiunga na Simba akiwa mchezaji huru, kwani mkataba wake na Azam unatamatika mwishoni mwa msimu huu, ambapo ni wiki kadhaa hapo mbele. Mbali na kucheza kama winga zote mbili, kulia na kushoto, lakini pia Kilwa Finance anamudu pia kucheza kama namba 9 tangu akiwa Coastal Union Wanamangush. Kwa hiyo ni miongoni mwa taarifa kubwa kweli kweli kwa wanasimba. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na